unapata mkojo kidogo kiasi hiki wenye rangi hii au mwingi kiasi hiki wenye rangi hii ndani ya masaa 24, yaweza kuwa una shida hizi kiafya. Kuna wakati unatamani utembee na dumu la maji. Unakunywa lita ngapi kwa siku? Somo hili linakuhusu. Hey, daktari, ona mkojo wangu mweupe. Na wewe unahangaika mkojo wako uwe mweupe kiasi hiki? Somo hili linakuhusu, usitoke. Si kila mwenye rangi hii ya mkojo ana UTI. Je, ni ishara ya nini? Usitoke hapo. Daktari, nimekojoa sana usiku mara nyingi na nimekunywa sana haya maji unayaona zaidi ya lita 12, lakini hali yangu bado. Naomba unisaidie daktari. Somo hili linakuhusu. Ukija kwangu unanilalamikia unakojoa sana na unakunywa maji mengi, natakiwa mimi nikuchunguze haya mambo 7 kama unayo, na jambo la 8 tutaenda ubaoni nikufafanulie zaidi. Usitoke hapo. Jambo la kwanza, nature yako ya kazi ni ipi? Kama nature yako ya kazi inakufanya unywe maji mengi, basi inaweza ikawa ni sababu. Kuna watu wana tabia ya kwamba kunywa maji mengi ni kiafya. Basi kama hili ndo chanzo, itakuwa ndo chanzo kikuu. Kuna jambo la 3, jambo la kisaikolojia. Baadhi ya dawa au maradhi huwa yanapelekea wewe kunywa maji mengi, hasa maradhi ya akili. Jambo la 4, kuwa na ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari huchochea kunywa maji mengi sana. Kuwa na kiwango kikubwa cha madini ya calcium katika damu pia ni chanzo. Kupungukiwa kwa madini ya potassium katika damu pia ni chanzo. Mwili wako kuwa na dawa ambazo zinasaidia kudhibiti shinikizo la juu la damu pia ni chanzo. Kama haya yote huna, twende darasani tukachimbe kwa kina zaidi. Jambo la 8, endapo ikitokea uwiano kati ya solute na solvent katika mwili wako vikavurugika ndani ya sekunde, unaweza ukapoteza maisha. Solute tukimaanisha ni madini chumvi yaliyoko ndani ya mwili wako, na solvent tukimaanisha ni kiasi cha maji kilichopo mwilini. Lazima hivi vitu viwili viuiane. Sasa leo tunataka tusome kitu kinaitwa osmolarity. Ni uwiano kati ya solute na solvent ambao vinatengeneza kitu kinachoitwa osmolarity. Sasa osmolarity ya ndani ya mwili wako, ili tuweze kuipata, tunatakiwa kuangalia concentration au kiwango cha madini ya sodium, urea, creatinine, uric acid, glucose, ammonium. Haya yako katika kiasi gani katika kiasi cha maji kilichopo mwilini mwako. Hivyo basi, endapo ukichezesha kiwango cha madini chumvi au urea au sukari iliyopo katika damu na ukachezesha kiasi cha maji, utakuwa unavuruga kitu kinachoitwa osmolarity. Unatakiwa kuhakikisha kwamba osmolarity ya ndani ya mwili wako inakuwa maintained ndani ya kiwango kinachoshauriwa kiafya. Plasma osmolarity inatakiwa icheze 280 mpaka 290. Kwa mfano, imetokea unaharisha, unatapika sana, maana yake ni kwamba unapoteza maji mengi kiasi kwamba plasma osmolarity yako inaongezeka. Kwa nini inaongezeka? Ukipunguza maji mwilini mwako, utaongeza concentration ya solute, sodium, urea, creatinine, uric acid. Hivi vitaongezeka kwenye damu. Matokeo yake ni kwamba utasikia kiu ya kukutaka unywe maji mengi. Hivyo basi tunatakiwa kuhakikisha kwamba tuna maintain plasma osmolarity iwe katika kiwango cha 280 mpaka 290. Na kuna kitu kinaitwa urine osmolarity, inatakiwa isome 100 mpaka 800. Kwa unapotoa dilute urine, mkojo ambao ni mweupe kama maji, maana yake osmolarity ya mkojo imeshuka. Na unapotoa mkojo uko concentrated sana, yani wanjano sana, inamaanisha kwamba osmolarity ya kwenye mkojo imeongezeka. Lazima tuhakikishe kwamba plasma osmolarity na urine osmolarity inakuwa maintained ndani ya range inayotakiwa kiafya ili uwe na uhai. Endapo ikitokea tu hivi vitu vikachezeshwa hata kidogo,
kifo kinakukuta. Matukio haya hutokea kibiolojia ili kuhakikisha kwamba kiasi cha plasma osmolarity, uwiano kati ya maji, madini chumvi na particles zingine zilizoko katika maji mwilini mwako unakuwa maintained. Kinachotokea ni kwamba katika ubongo kuna tezi ambayo inaitwa hypothalamus ambayo huzalisha homoni ambayo inaitwa arginine vasopressin hormone alimaarufu kama antidiuretic hormone. Homoni hii inapozalishwa na hypothalamus huja kuhifadhiwa katika tezi nyingine ambayo inaitwa pituitary gland katika section ambayo inaitwa posterior pituitary gland. Baada ya kuhifadhiwa hapo, kazi yake kubwa huwa ni kuhakikisha kwamba maji yanapopungua mwilini huwa inachovywa ili kwenda kuhakikisha kwamba plasma osmolarity inakuwa maintained kwenda kuzielekeza figo zirudishe maji mwilini. Sasa assume labda kwamba haujanywa maji kwa muda mrefu au mwili unataka kupungukiwa maji. Kinachofanyika ni kwamba hii hormone ambayo tunasema ni antidiuretic hormone au vasopressin hormone huenda kuzielekeza figo ziweze kung'ang'ania maji mwilini ili kuja kurectify au kuhakikisha kwamba plasma osmolarity inabaki katika 280 milliosmol per kilogram mpaka 290. Hiki ndicho kinachotakiwa. Kwa hiyo kumbe mwili ndivyo ambavyo huwa unadili na pale mwili unapopungukiwa na maji na plasma osmolarity inataka kucheza. Na kinachotokea ni kwamba pale unapokunywa maji mengi kwa fikra ya kwamba maji mengi ni afya, kinachotokea ni kwamba haya maji mengi yataenda kubadilisha plasma osmolarity. Kwa kufanya nini? Kwa kuifanya hii osmolarity iwe ndogo. Sasa plasma osmolarity inapocheza ubongo utasensi hicho kitu. Baada ya kusensi, ubongo hautachovya hii homoni ambayo inaitwa antidiuretic hormone, kwa sababu hii homoni kazi yake huwa inaenda kuzuia figo isiachie maji yatoke nje. Sasa kama umekunywa maji mengi kupindukia, hii homoni haitachovya. Matokeo yake ni kwamba mwili utatoa maji yote ambayo hayana kazi kwa wakati huo. Hivyo ndivyo mwili wako unavodili na kiasi cha maji pungufu na kiasi cha maji mengi kwa kutumia homoni ambayo inaitwa antidiuretic hormone, homoni ambayo inachovya kwenye ubongo pale maji yanapopunguka ili kuzuia maji yasitoke kupitia mkojo. Lakini pia hii homoni haiwezi kuchovywa pale unapokuwa umekunywa maji mengi. Lengo ni kuruhusu maji yote ambayo hayana kazi yatoke nje. Endapo ukija kwangu unanilalamikia una tatizo la kiu kikali kinachosababisha unywaji wa maji mengi kupindukia, tatizo hilo linaambatana na kukojoa sana, mimi kama daktari natakiwa nichunguze kwa kina nini kinachoendelea. Watu wengi huangukia katika kundi hilo kwa sababu ya unywaji wa maji mengi wakifikiria ni afya. Hali hiyo tunaita ni dipsogenic factors, yani unakunywa maji mengi kwa kufikiria ni afya. Hili ni tatizo la watu wengi, wanahangaika mkojo uwe mweupe kama maji. Tatizo jingine ni afya ya akili. Magonjwa ya afya ya akili yanaweza kusababisha unywaji wa maji mengi kupindukia kuliko mahitaji ya mwili. Hivyo mwili utakuwa unahangaika kuyatoa hayo maji yote yatoke, kwa sababu hayana kazi. Yakiruhusiwa kukaa ndani ya mwili wako yanaathiri plasma osmolarity. Hivyo yanaweza yakahatarisha wewe kifo. Au yaweza kuwa una kisukari. Kuna magonjwa ambayo huwa yanasababisha kiu ya mara kwa mara, kukojoa sana. Magonjwa haya pia yanaweza kuwa miongoni. Watu mnatakiwa kutofautisha. Kuna kukojoa mkojo mwingi na kuna kukojoa mkojo mdogo mara kwa mara. Unapokojoa mkojo mdogo mara kwa mara, wewe haufananishwi na mtu mwenye kisukari, haufananishwi na mtu mwenye tatizo ya hii tezi ya posterior pituitary gland. Unapokojoa mkojo kidogo lakini mara kwa mara, hizo tunasema ni irritative symptom. Kibofu chako cha mkojo yaweza kuwa kina maambukizi. Hivyo basi mkojo kidogo tu ukija kwenye kibofu unatamani kwenda kuutoa kwa sababu unatekenya kibofu chako cha mkojo. Hiyo ni urinary tract infection, ni maambukizi katika kibofu chako cha mkojo, si matatizo ambayo haya nayazungumzia. Sasa basi yaweza kuwa pia una matatizo yote hayo ambayo niliyaweka katika ubao, hayo unayoyaona
yanaweza pia kuwa ni chanzo. Kama hauna hayo, yaweza kuwa homoni ambayo inachovya na posterior pituitary gland ambayo inaitwa ADH. Homoni hii sio toshelevu kwenda kuzuia maji yasitoke nje ya mwili wako. Homoni ya antidiuretic hormone ni homoni ambayo hutumika ku maintain plasma osmolality ya mwili kwa kuzuia maji yasitoke nje. Sasa inapokuwa inazalishwa kidogo au haizalishwi, kinachotokea ni kwamba figo itaachia maji yote yatoke nje, kisha maji mwilini yatapunguka. Yakipunguka utakuwa unasikia kiu mara kwa mara. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa unafikiria ni jambo la kawaida, kumbe yaweza kuwa kuna hitilafu katika uzalishaji wa homoni hii kutoka kwenye tezi inayoitwa posterior pituitary gland iliyoko katika ubongo. Lakini pia yaweza kuwa una maradhi katika figo ambayo haya maradhi yanasababisha hii homoni ya ADH isije ikafanya kazi. Kwa hiyo inaweza ikawa una ADH deficiency au una ADH resistance, yani kwamba huku inakokusudiwa kwenda kufanya kazi una maradhi ambayo yameathiri utendaji kazi wa hii homoni ya ADH. Hayo ni matatizo ambayo huchangia wewe kukojoa mkojo mwingi na unywaji wa maji mengi. Daktari, nikitaka kujua nini kinachosababisha wewe unakunywa maji mengi sana na kukojoa mkojo mwingi, natakiwa nichukue damu, nichukue sampuli ya mkojo niweze kupima kwa kina zaidi. Matatizo kama kisukari naweza kuyajua kwa kutumia sampuli ya damu au kwa kupima katika mkojo. Matatizo mengine ikiwemo kupungukiwa kwa madini ya potassium, kuzidi kwa madini ya calcium, naweza nikajua kupitia sampuli ya damu. Unaona sasa tunavyopitia wakati mgumu kutaka kufigure out nini kinachotokea. Lakini inapotokea kwamba mtu ana unywaji wa maji kwa sababu ya afya ya akili, ni changamoto sana kuweza kutofautisha na matatizo yanayotokea kwa sababu ya hitilafu katika tezi za ubongo ambazo zinahakikisha kwamba plasma osmolality inakuwa katika normal range. Mtu mwenye matatizo ya unywaji wa maji kwa fikra ya kwamba unywaji wa maji ni afya, ni changamoto sana kuweza kutofautisha na mtu ambaye ana hitilafu katika tezi yake hii iliyopo katika ubongo ambayo inazalisha antidiuretic hormone. Sasa huwa tunafanya kipimo kinaitwa water deprivation test. Hiki ni kipimo ambacho tunakuzuia kunywa maji chini ya usimamizi wa daktari kwa muda wa masaa 8. Katika hayo masaa 8 tutakuwa tunakupima mabadiliko ya plasma osmolality kila baada ya masaa 2. Tutakuwa tunakupima mabadiliko ya urine osmolality kila baada ya saa 1. Tutakuwa tunakupima uzito wako kila baada ya saa 1. Tunaangalia nini kinachobadilika pale tutakapokuzuia na maji. Sasa tutakapokuzuia kunywa maji, expectation yetu ni nini? Tutaongeza kitu kinachoitwa plasma osmolality. Ukizuia kunywa maji, maana yake concentration ya madini chumvi na particles zingine zilizoko mwilini zitaongeza osmolality. Sasa osmolality ikishaongezeka, nini kinachotokea? Maji yatahitajika mwilini kwenda kudilute ile plasma osmolality. Kwa hiyo automatic kama hii posterior pituitary gland inazalisha hii hormone kama kawaida, kitakachotokea ni kwamba maji yanayotoka kwa njia ya mkojo yatarudishwa mwilini kwenda kuregulate au kubalance plasma osmolality. Ina maana utatoa mkojo huku ambao ni concentrated kiasi kwamba maji yote yanayotaka kutoka kupitia mkojo yatarudishwa mwilini. Lakini ikitokea kwamba tatizo ni hitilafu huku, hata baada ya kumzuia kunywa maji, wewe utaendelea kutoa mkojo ambao ni dilute. Kwa hiyo nitaelewa ya kwamba tatizo sio unywaji wa maji wa afya ya akili, sio unywaji wa maji kwa sababu ya tabia ya kwamba ni afya. Hapana, huo ni unywaji wa maji unaotokana na hitilafu katika tezi hii, haizalishi homoni hii au inazalisha, ila kuna hitilafu katika figo ambayo inazuia hiyo homoni isifanye kazi. Ni mchakato unaofanyika, Mungu fundi balaa. Mwili wa binadamu kwa siku unahitaji maji takriban lita 2.5 na maji yanatakiwa kutoka lita 2.5.
hiki kiwango kinatakiwa kiwe balanced ili kuhakikisha kwamba plasma osmolarity, yani uwiano kati ya maji, madini chumvi na particles zingine zilizopo ndani ya mwili inakuwa balanced ili uendelee kuwa na uhai. Inapotokea hiki kitendo hakija balance, mwili huanza kuhangaika kuhakikisha kwamba plasma osmolarity inakuwa maintained ndani ya kiwango kinachoshauriwa. Hivyo wengi ufikiria hizi lita 2.5 kutokana tu na maji ya kunywa. Hapana, kuna mgawanyo huu. Maji ya kunywa ni lita 1.2. Maji yanayotoka kwenye vyakula pia huwa ni chanzo cha maji mwilini, ni lita 1. Alafu maji yanayozalishwa kupitia namna mwili unavyofanya kazi. Mnakumbuka sayansi ya form 2 tuliyokuwa tunajifunza aerobic respiration. Metabolic water ni mililita 300. Ukijumlisha pamoja unapata lita 2.5. Kumbe hata kabla hujanywa maji ya nje, mwili huwa tayari umeshajipatia kama lita 1.3 ya maji kupitia chakula na kupitia metabolism. Kwa hiyo sio lazima unywe maji mengi kwa kiwango hicho ambacho wewe umekuwa ukinywa kwa hofu ya kwamba au kwa kufikiri kwamba ni afya njema. Maji yanayotoka nje, huwa tunapoteza maji kupitia ngozi na mapafu bila hata kufahamu. Huwa tunapoteza takriban mililita 800, maji kupitia jasho mililita 100, maji kupitia choo mililita 100, na maji kupitia mkojo ni lita 1.5. Takriban lita 2.5 ya maji hupotea. Kama wewe kwa siku maji yanayotoka nje unakunywa takriban lita 1.2 na kiasi cha maji yanayotoka kama mkojo kupitia figo ni lita 1.5, kiasi sahihi cha mkojo ni takriban nusu lita mpaka lita 3. Lakini ukipata mkojo mwingi zaidi ya kiwango cha lita 3 mfululizo na likawa ni lalamiko lako linaloendana na kiu kali ambayo inakusababisha unywaji wa maji kupindukia, hilo ni tatizo kiafya, unahitaji uchunguzi zaidi. Na endapo kiasi cha mkojo unaopata uko chini ya mililita 400 mpaka 500, tunakuita wewe una tatizo la kiafya linaitwa oliguria, tukimaanisha kwamba unapata mkojo kidogo sana. Na endapo mkojo unaopata uko chini ya mililita 100, tunasema una anuria, maana yake haupati mkojo kabisa. Yaweza kuwa figo zako zina hitilafu, unahitaji kuchunguzwa zaidi. Hivyo kuna jambo la msingi ambalo unatakiwa kuzingatia ya kwamba kiwango cha mkojo unaopata kwa siku ni ishara ya afya njema au ni ishara ya maradhi. Ushawahi kutana na elimu ya kiasi gani cha maji unachotakiwa kunywa kwa siku? Elimu hii inasema ya kwamba mtu ambaye ana uzito mdogo anatakiwa anywe maji kidogo, si sawa na mtu ambaye ana uzito mkubwa. Yaani kama una uzito sahihi unatakiwa kunywa maji chini ya lita 2 kwa siku, na kama wewe una uzito zaidi ya kilo 100 unatakiwa unywe maji takriban lita 4. Ushauri huu ni ushauri ambao wengi umekuwa ukiwatatiza, lakini ukweli ni kwamba mimi namtazama mtu ambaye ana uzito mkubwa ni sawa na taulo ambayo nimeiloweka kwenye maji halafu nikaitoa, nikimaanisha kwamba hiyo taulo natakiwa niitoe kwenye wet niipeleke kwenye dry. Sasa nitakupelekaje kwenye dry wakati sasa hivi uko wet na bado na kuongezea maji? Hapo ulipo miguu imevimba. Hapo ulipo unapotembea tu kidogo unahema. Kuhema kunaashiria nini? Kunaashiria kwamba moyo wako unapata tabu kuhakikisha kwamba damu inafika sehemu mbalimbali ambapo inahitajika wakati unafanya hilo zoezi. Unapanda ngazi, moyo wako unasononeka, unauma mpaka mgongoni. Hayo yote yanaashiria kwamba moyo wako unasurubika. Unywaji sahihi wa maji ni unywaji unaofuata maelekezo ya mwili wako. Yaani uamini sana mwili wako. Unapokuelekeza kunywa maji, basi unatakiwa kunywa na unywe kwa kiwango cha kukata kiu. Unywaji wa maji kwa kufuata nature ya shughuli zako, kiwango cha mazoezi, nature ya mazingira. Kama hayo mambo ndo yanakuinfluence wewe
kunywa maji, basi uko sahihi. Sikushauri unywe maji kwa kufuata formula, eti kwa sababu wewe una uzito kiwango fulani unatakiwa unywe maji kiwango fulani. Kitendo hicho unaumiza mwili wako. Hapo zamani za kale wanamichezo walikunywa maji kwa kufuata formula, vifo vingi vya ghafla vilitokea uwanjani. Ndio maana fluid titration, yani kitendo cha mwanamichezo anapokimbia dakika kadhaa uwanjani anatakiwa alihydrate mwili kiwango fulani cha maji kilisitishwa. Cristiano Ronaldo akishapewa maji anakunywa kiwango cha kukata kiu, anatupa chupa kule. Wewe bado unakunywa kwa formula. Share video hii na watu wengi zaidi tuweze kuwaponya.